Subscribe Zumba TV. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala, kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika siku hii tukufu ambapo Waislamu pote duniani wanakutana kwa pamoja katika majumba ya Mwenyezi Mungu kama haya, masajid kama hizi, kutekeleza shaira ya salati al-Jum'ah, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia baada a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Ikinadiwa sala, ikinadiwa adhana kwa ajili ya Jumaa, fas'au ila dhikrillah wa dharul bay', fanyeni haraka, kimbilieni katika utajo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na muache shughuli zenu zote. Ayuhal ahibba, kama ilivyokuwa kwa Waislamu wengine, tumeacha shughuli zetu, tumekimbilia kwa ajili ya kutekeleza ibada kama hii tukufu ya salati al-Jum'ah. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bidayatan atutakabalie. Vile vile tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila mwenye haja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya siku kama hii ya leo amkidhie haja yake. Yule ambaye kwamba ni mgonjwa yeye au ana mgonjwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampatie shifa. Yule ambaye kwamba yuko katika majonzi na msiba kwa kuondokewa na habaibi zake, jamaa zake, amefiliwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe subira katika kipindi hiki kigumu, na aweke pema waliotangulia katika iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayuha al-ahibbatu al-kiram, bila kuwapotezea muda wenu mwingi, kwanza niwaombe radhi kidogo, kwa sababu utaratibu uliopo nilivyopewa na imamu ni kuwa khutba inakuwa iko juu yote, lakini mimi nimependelea kuwa tufanye ile sunna. Sisi ni mashafi wanasema khutba iwe ni ya Kiarabu yote. Kwa hivyo inakuwa ni tarjama, tuwazungumza Kizungu, tukitaka Kiswahili, tukitaka Kinyaturu, kuweka Kirangi kidogo, sawa, haina tatizo hii. Na kile ambacho tutaenda kukizungumzia juu, ambao ndio khutba yetu ya leo, ni unajua surati Yusuf ni sura iliyobeba visa kadhaa vya Nabii Ilahi Yusuf alayhi salam, na mwisho wa sura hii, sura ina aya 111. Sura hii ina aya ngapi? Moja ngapi? 3. Na sura zenye moja 3 katika Qur'ani ziko 2. Hii surati Yusuf na surat Bani Israil, zote zina aya 111. Sura
yenye aya 110 ni Suratul Kahf. Kwa hivyo inapungua aya moja tu iwe na yenyewe ina 111. Surati Yusuf iko katika juzuu ya 12. Surati Yusuf kabla yake kuna surati Hud, kabla ya Hud kuna surati Yunus, endelea huko. Baada ya surati Yusuf utapatana, baada ya surati Yusuf, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itakuja surati Yusuf ina aya 111 na imemtaja Yusuf kwa jina lake mara 26. Yusuf kwa jina lake Qur'ani nzima imemtaja mara 26. Isa mtoto wa Maryam ametajwa mara 25 katika Qur'an. Sayyiduna Adam ametajwa mara 25 vile vile. Nabiullahi Shuaib Khatibul Anbiya ametajwa mara 11. Mara 26 zilizotajwa katika Qur'ani aliyetajwa Sayyidina Yusuf mara 26, mara 24 ni katika surati Yusuf, mara moja ni katika surati Al-An'am na mara moja katika surati Ghafir, zinakuwa 26. Mitume wote 25 waliotajwa katika Qur'ani wametajwa mara 511 majina yao, yani ile kurudiwa mara 511 ndio mitume wote wametajwa katika Qur'an yote. Mtume aliyetajwa mara nyingi ni Mtume Musa alayhi salam, ametajwa mara 136. Hizi ni ijaz za arqam katika Qur'an ambazo zina maudhui mengi na mimi sitaki kuingia huko. Alimuhimu natoa ishara na natoa wito kwa ndugu zangu Waislam kuifuatilia Qur'an. Tutakiwa tuifuatilia Qur'an. Ukipewa arqam kama hizi kidogo unapata hamu kwamba Qur'an ina maajabu, ina ijaz nyingi, ijaz za kiafya na mpaka kuna ijaz za namba za Qur'an. Leo wakati ule nilipokuja mwezi wa 7 nilienda msikiti wa marehemu Sheikh Muhammad Eid Abu Eid, Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema. Tukazungumzia kuhusu ulama wamesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameficha mambo 8 kwenye mambo 8. Mwenyezi Mungu ameficha mambo 8 kwenye mambo 8. Nataja moja kwa sababu si mada yangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameficha 7 al-mathani katika Qur'an. Mwenyezi Mungu amesema katika surat Hijri, surat Hijri ina aya 99. Surat Hijri ina aya 90 na ngapi? 99. Baada ya Hijri kuna surat Nahli, sura ya nyuki ndio inayofuatia. Surat Hijri na surat Nahli zinatengeneza juzuu ya 14. Zile sura mbili hizi zinatengeneza juzuu ya 14. Surat Nahli ina aya 128. Surat Hijri ina 99. Ukitoka Nahli unaenda Bani Israil 111, tumesema hapa. Bani Israil unaenda Al-Kahf 110, kisha unaendelea huko mbele. Surat Hijri ina aya katika hizi 99, kuna aya inasema walaqad atainaka 7 min al-mathani wal Qur'an al-azim, tumekupa wewe Muhammad 7 al-mathani. Ulama wamesema 7 al-mathani ni nini? Wanatuambia ijtihadi. Sasa ulama watuambia ni suratul Fatiha, suratul Fatiha kwa sababu ina aya 7 lakini hiyo ni ijtihadi ya ulama. Mtume hajasema wala Mwenyezi Mungu hajatuambia 7 al-mathani ni kitu gani. Amesema tu tumekupa wewe Muhammad 7
almathani walquran alazim, amesema hivyo. Sasa wafasiri na ulama wakachimba huko, wakatuambia sab'a almathani almaqsud huna suratul Fatiha. Mbia mashaallah, barakallahu fik, mejitahidi. Mbia sawa. Mwingine anatuambia si hiyo. Sab'a almathani ni zile hawamim sab'a. Katika Qur'ani kuna sura zinaanza na hamim. Ziko ngapi? Ziko 7 pia. Si Mungu amesema tumekupa vitu 7? Sasa kwa nini utufunge kuwa vitu 7 ni suratul Fatiha? Si kuna hawamimu 7 pia? Kwa hivyo wapo wakasema ni nini? Hiyo sio nani bwana. Hiyo sio suratul Fatiha. Ni nini? Zile sura zinazoanza na nini? Hamim ngapi? Ziko 7. Na hizi ndugu zangu, mashekhe zetu walituambia mtu ukiwa na shida yoyote ukakaa chini, kwa sababu Qur'ani hatuwezi kuisoma yote. Saa nyingine mtu ana haraka au umemwita mwalimu akwambia wewe shida yako na kusomea zile sura zenye kuanza na hamim, tia nia yako na shida yako Mwenyezi Mungu ataikidhi kwa baraka ya sura hizi 7 zenye kuanza na nini? Hamim. Kwa hivyo ukiona shekha anakufanyia hivyo, amepita pia kwa mashekhe, na mashekhe wameashiria hilo katika dua ambazo kwamba ni makbul na zenye mshindo mkubwa. Ukiwa na jambo, kaa chini, ikiwa ni usiku, soma hata kwenye maji, zipige hizi hawamimu 7. Sura ya kwanza inaitwa surat Ghafir, inaanza na hamim. Sura ya pili ni surat Fussilat, hamim. Sura ya tatu ni surat Shura, hamim. Sura ya 4 ni surat Az-Zukhruf. Sura ya 5 ni surat Ad-Dukhan. Sura ya 6 ni surat tumesema nini? Ghafir, Fussilat, Shura, Zukhruf, Dukhan, Al-Jathia na Al-Ahqaf. Shukran. Ngapi hizo? Kwa hivyo ulama wengine wakasema si suratul Fatiha. Ni nini? Ni hizi hawamim. Wengine wakasema si hawamimu 7, ni zile mubin zilizopo katika surati Yasin. Ziko ngapi zile pia? Ziko 7. Walaqad atainaka 7 min almathani walquran alazim. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaificha hii 7 almathani katika Qur'an, basi wewe ukisoma Qur'ani nzima umepata nini? Ndani yake utapata hiyo 7 almathani, kutohangaika sijui nisome 7 almathani, sijui ni Fatha, sijui ni hawamimu 7, sijui ni hizo almubin 7 zilizo katika surati Yasin, na kuna zingine 7 nyingi, ukachanganyikiwa. Wewe soma Qur'ani yote, utakuwa umepata nini? Ndani yake utakuwa umepata hiyo 7 almathani wal Qur'an alazim aliyopewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika iman, time imekwisha. Ndani ya surati Yusuf yenye aya 111 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza visa na matukio makubwa ambayo ametuambia mwisho wa sura kuwa laqad kana fi qasasihim ibra liulil albab, katika visa vya mitumi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu akasema laqad kana fi qasasihi, cha Yusuf peke yake, fi qasasihim, wote mitume wote. Kuna nini katika visa vya mitume? Ibra, mazingatiwa, durus, idha zipo katika visa vya mitumi. Mtume Yusuf alipata majaribu mengi, alipata matukio mengi, lakini kikubwa ambacho kwamba mimi nimependa nikiashiria katika dakika 2-3 zilizobaki ni pande juu, halafu kwa wale watakao kuwa na time inshallah baada ya Jumaa na watu wakaruhusiwa kwenda kwenye shughuli zao, yule hajashikika sana tutakaa naye hapa hata kwa nusu saa tuzimalizie kanzu 3 za Saidina Yusuf. Saidina Yusuf ana kanzu ngapi zinatajwa katika Qur'an? Ngapi? 3. Kanzu ya kwanza ni kanzu ni kanzu ambayo kwamba iliraluliwa au ilichanwa na yule mnyama. Wajau
Wakaja jioni ndugu zake Yusuf, ala qamisihi bidamin kadhib. Hii ni kanzu ya kwanza. Nini hiyo ndugu yangu? Ndugu zangu katika Uislamu kuna mambo mengi. Wewe ushawahi kusikia kwamba khatibu wa Ijumaa anazungumzia kanzu? Hiyo ni kazi gani? Leo tunazungumzia nini? Na nisikilize kwa makini. Ziko ngapi Sheikh kwenye surati? Zote zina kazi yake. Kanzu ya kwanza hatuna kazi nayo sasa hivi. Ni kanzu iliyochanwa na dhib. Wajau ala qamisihi bidamin kadhib. Wakaja na juu ya ile kanzu ya Yusuf kulikuwa na damu ya uongo. Kulikuwa na nini? Hii ni kanzu ya kwanza. Kanzu ya pili ni kanzu iliyochanwa na Zulaikha, mke wa yule Aziz Masri. Qur'ani inasemaje? Lamma raa qamisahu qudda min duburin qala hadha min kaidikunna inna kaidakunna adhim. Hii ni kanzu ya ngapi? Ya pili. Pia hatuna kazi nayo hapa kwenye khutba. Kanzu ya tatu ambayo kwamba ndio tutaashiria kidogo ni kanzu ya mwisho iliyotajwa katika kanzu za Yusuf katika sura kama hii. Ni kanzu ambayo Mwenyezi Mungu anawaambia wale ndugu waliokuja kuhemea chakula kwa Yusuf ndugu yao, na wao hawakumjua kwamba huyu ni Yusuf yule tuliyemtupia kwenye kisima, hawakujua. Yusuf akamwambia idhhabu biqamisi hadha, nendeni na kanzu hii yangu. Akaivua, idhhabu biqamisi hadha faalquhu ala wajhi abi yartadda basira. Msalieni Mtume. Hii ndio kanzu tuko na kazi nayo leo. Nyie nasema mzee Yaqub babake Yusuf, Yusuf anaitwa Al-Karimu ibnul Karimi ibnul Karimi ibnul Karimi, mtukufu, mtoto wa mtukufu, mtoto wa mtukufu, mjukuu wa mtukufu, kitukuu cha mtukufu. Yusuf ibn Ishaq, Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhi salam. Anawaambiaje ndugu zake? Idhhabu, endeni, biqamisi hadha, na kanzu yangu hii, faalquhu ala wajhi abi, mkifika mrushieni baba yangu usoni. Alikuwa kipofu baba yake, alikuwa amelia sana na huzuni ya kupotea watoto wake mpaka macho yakapotea. Dawa ni nini? Nendeni na hii kanzu. Mkifika msifanye kazi yote, msiloeshe maji, msitie damu, msitie karafuu wala adbat soda, hivyo hivyo ilivyo, wala msifue. Mkifika mrushieni baba usoni. Si alikuwa kipofu? Yartadda basir halan, moja kwa moja mtaona anaanza kuona, hapo hapo anapona. Ala, kanzu inapona hilo tunalishangaa? Hapana, hilo hatulishangai sisi. Umma Muhammad hatulishangai, walilishangaa wale umma zilizotangulia, lakini umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatulishangai, kwa sababu ikiwa maji ya Saidina Musa alaihi salam alitoa maji kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maji yalitoka kwenye vidole vyake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikiwa kanzu ilitumwa mtu akarudishwa, Mtume alishika jicho la Qatada katika vita ya Badri, wengine wanasema vita ya Uhud, alipigwa na mshale, jicho likashuka mpaka hapa. Enda kwa Mtume ambia Qatada ashaumizwa, hana jicho sasa. Jicho limefanyaje? Limetolewa, lengo na mshale vizuri. Sahaba wa Mtume jicho limetoka. Unajua jicho hili lina maji yake ndani, kila kitu kimewekwa vizuri. Na huyu nzi huyu ana macho ubawa mmoja 6,000, upande wa pili 6,000.
ana macho 12,000, na Mwenyezi Mungu alivyokuwa fundi wa kuumba amemuumba na macho 12,000, na yote yanatumika na yanaendeshwa kwa namna ambayo hakuna mtu anaweza kujua. Nzi tu ambaye anaishi siku 7 au siku 8. Swalieni Mtume. Sisi tumepewa macho mawili. Jicho la Qatada moja limeteremka vitani, Sheikh ashatunguliwa na ni kafiri huko. Walikuwa wakipata upenyo wanakumaliza kweli kweli, Sheikh. Narudi kwa Mtume, anamwambia uwe kipofu walaka aljanna au nikuombea. Anamwambia niombea Rasulullah, mimi niko na mke bado mbichi. Ataanza kuniambia angalia wewe, naomba tu pepo nitajitahidi nitafute, lakini jicho langu lirudi. Mtume alilishika hivi akalirudisha, akalipulizia kidogo tu, akasema jicho likawa hata ikija ule ugonjwa wa macho litauma hili lingine, hili lililopuliziwa na Mtume halipati ugonjwa, hata kuumwa na yale macho. Swalieni Mtume. Asema likawa linaona kuliko lilivyokuwa mwanzo, hata kulizidi hili ambalo kwamba halijawahi kutiwa na, kwa sababu ya baraka ya nani? Ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu, nikimalizia, baraka kiambiwa kuna kitu baraka kipo katika Qur'an, idhhabu biqamisi hadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam analirudisha jicho la sahaba Qatada radhiyallahu anhu. Tuko katika wakati ambapo tunatupa baraka. Hatutaki kuwafahamu wazee ambao kwamba tumwambia huyu ana baraka, hiki kitu fulani kina baraka, hili kaburi lina baraka, huyu mwalimu ana baraka, huyu shekhe ana baraka. Zamani watu walikuwa wakienda wanamwambia shekhe, niombee hata kofia yangu au nishike kichwa. Siku hizi tunaambiwa mambo haya hayapo, lakini Qur'ani inatuthibitishia. Kuna kanzu ngapi katika surati Yusuf? Kanzu 3. Ya kwanza ndio hiyo kanzu ambayo kwamba ni ya maajabu. Imetoka wapi, inaenda wapi, na kwa nini ilifanya hivyo, tutakuja tukizungumzia hapa baada ya khutba inshallah. Jazakumullahu khair. Na kanzu 2 zingine tutaziashiria japo kwa nusu saa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. أعطر الكون بشذا عرف أريج مخلصين مسكا وعنبرا وعبيرا، وجعل ذكر المخلصين على ألسنة الناس وردا وآسا وبنفسجا وياسمينا وكافورا،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا إلى ربنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، رحمة الله المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير. فاللهم صل وسلم وبارك وتحنن وتكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أيها المؤمنون، أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير زاد دخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أيها الأحباب، نعيش في أوقات انتهت فيها الإنسانية بل الإسلامية، توقفت فيها بالأسباب داخلة أو خارجية، أن المسلم يخوف أن لا يؤمن بالبركة والتبرك. والتبرك شيء موجود ومكرر في كتابنا العزيز. فقد رأينا في سورة يوسف أن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم يرسل إخوته بقميصه فيقول كما حكى ذلك قرآننا: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا. والله سبحانه وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، رحمة الله المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أوصيكم كما أوصي نفسي المذنبة بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير زاد دخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الراجون منه شفاعته صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه